Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii, na kwa yale mambo ambayo yanaendelea katika vetting ya wale wakuu wa IEBC, ila kitu tunatarajia ni matokeo mazuri, wapate kutupea kiongozi ambaye atakuwa huko juu, ambaye atasimamia uchaguzi hapa Kenya uwe wa uhuru na haki. Kwa sababu unajua watu wakiwekwa hiyo idara ya IEBC kuna kuanga na maneno mingi, lakini tunawaombea mema wale ambao watachaguliwa, wapeleke hii nchi yetu mbele, kura zikuwe za haki na ukweli. Watu ambao wamekufa, ambao viti zao ziko wazi, waharakishe ili wale wananchi wa hizo sehemu wapate viongozi wapya, mambo isonge mbele. Kuna matarajio na marekebisho mingi ambayo yanahitajika. Kitu ya kwanza ni ile kuangalia ile inaitwa register. Waangalie register iwe clean, register iwe safi. Pia tunajua ya kwamba wataenda kutusaidia kusajili wapiga kura kwa wingi ili tupate kufanya uongozi ambao utapeleka nchi yetu mbele. Mimi ile kitu ningeomba IEBC wachague mtu ambaye anastahili si yule mtu kama yule mwenye alimetusumbua hii miaka ingine ambayo nahisi maisha ambayo sikuwa nastahili. Aeke mtu ambaye amekomaa, ajue ile kitu anafanya na ahudumie nchi. Awe mtu ambaye anajielewa na anafanya uamuzi ambao ni Wakenya wenyewe wameamua kutumikia. Ule uongozi ambao umepita haikuwa wa haki na haikuwa ukweli. Sasa mwenye tunatarajia awe mtu ambaye ni wa kweli na mja Mungu, awe mtu anaongea ile kitu ambayo na anafanya uamuzi ambao ni Wakenya wameamua, si kutoka kwake ama upande mwingine tu. Kuhusu mambo na IEBC, ningetaka kusema ya kwamba niko na imani. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu Kenya ilivyo kwa wakati huu, tunachohitaji ni kuona IEBC ikiwa. Kwa sababu katika siasa za Kenya, mambo yalivyo hivi wakati huu si vyenye itakuwa wakati mwingine. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hata ile kupangilia kubwa yenye mtu anaweza dhani ati utapanga sana, unakuta kesho mambo itakuwa namna nyingine. Kwa hivyo kwa wakati huu, kulingana na mimi, saa hizi wenye wako kwa serikali na wenye wako nje, mimi naona wote wakiwa sawa. Kwa sababu saa hizi tuko na Mheshimiwa Raila Odinga na lazima atahusika pale, na huwa anataka IEBC ambayo ni nzuri. Kwa hivyo nadhani ile kitu haijamtoka ndani. Kwa hivyo mimi niko na imani na vile hiyo mpangilio iko. Nikiwakilisha maoni ya Gen Z hapa, sisi hatuna imani kabisa na mchakato ambao unaendelea kwa sasa, kwa sababu ile tu ni formalities tu wanatufanyia. Kwa sababu tukielewa kisiasa na venye hii maneno huendelea, wanatufanyanga tu interviews for formalities. Na ni kwanza ningetaka hata kuwasilisha malalamishi ya Gen Z, kwa sababu pia Gen Z walifanya application, but about tunaona pale wamekuwa shortlisted ni pale ambapo we are recycling the same people wamekuwa kwa departments zingine na kwa ministries zingine. Kwa hivyo sisi kama Gen Z tulikuwa tunataka kuona wenzetu ambao wamekuwa shortlisted na wataapia kwa zile interview. Kwa hiyo sasa siku ya leo wanapoanza ni formalities tu ili watupe commissioners na chairmanship position ambayo itaendelea tu kusupport misimamo yao ya kisiasa. Kitu ya kwanza ni vile siasa zinaingilia. Inapatikana kwamba kuna tribe ambazo zinasema hazihusiki sana kwa hii mambo ya IEBC, lakini tunawahimiza ile kitu tunataka ni mtu ambaye tutaamini. Sababu tukienda mbele ama chaguzi ambazo zimepita, kumekuwa na changamoto, watu waamini mwenye ataletwa pale kama chairman. Tunaomba wakati huu wazingatie tu na mtu ambaye Kenya mzima itakuwa na trust na yeye, ambaye wanaweza kumtrust kwa sasa hivi. Ndio tukiendelea hapa mbele kama vile Gen Z wanasema, tuwe na mtu mwenye ni chairman ambaye ataaminika Kenya mzima. Hakuna siku kila Mkenya atasema ako na imani na chenye kimefanywa. Lazima kuna changamoto hapa na pale. Lakini kilichoko ni kwamba mimi kama kiongozi niko na imani na hiyo tume ambayo inaendesha hiyo mchakato wa kupata IEBC commissioners, kwa kuwa wamechaguliwa na vikundi tofauti. Hawakuchaguliwa na Ruto, hawakuchaguliwa na Raila, wala hawakuchaguliwa hata na nani mwingine. Wamechaguliwa na vikundi mbalimbali. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na imani na wao. Lakini kuna changamoto ile kubwa ambao ni sheria, sio mtu binafsi. Hata tukiweka Gen Z, tuweke mama mzee, tuweke nani, bado tunahitaji sheria irekebishwe. Na hii ni changamoto kwa bunge na Senate. Wanajua kama uchaguzi ya 2022 vile Chebukati alifanya, alitumia kipengele fulani
katika IEBC Elections Act, akaenda kusema kazi ya kutangaza kura ni ya chairman, akachanganya dunia mzima na Kenya ikawa na shida. Tunaomba bunge kabla wakati hii panel inachagua makomishina, nayo bunge iharakishe irekebishe hiyo vipengele 2-3 ambavyo vinafanya uchaguzi kuwa mbaya, kwa sababu kufaulu kwa kitu ama kufaulu kwa nchi ni mustakabali wa sheria na kufuata sheria.